Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. China yazidi kushuhudia ongezeko la wageni wa kimataifa wanaowasili nchini humo kufurahia mwaka mpya wa jadi wa Kichina. Matumizi ya roboti za kibinadamu yaongezeka kwa kasi nchini China, na bidhaa za ndani za tawala sekta ya vipodozi nchini China. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. China wiki hii imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuzingatia makubaliano ya vipengele vitano katika juhudi za pamoja za kutafuta suluhisho la kudumu na lenye ufanisi kwa mzozo wa Sudan. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Akihutubia kikao cha Baraza la Usalama kuhusu Sudan, Fu Zong, ambaye ni mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, alisema mzozo wa Sudan umeendelea kwa karibu miaka mitatu, ukisababisha mateso makubwa kwa nchi na watu wake. Jumuiya ya kimataifa haipaswi kuvumilia kuendelea kusambaa kwa mzozo huo wala kukubali kuongezeka kwa vifo vya raia. Nguvu za nje zinapaswa kuacha kutoa msaada wa kijeshi, kujiepusha kuchochea mzozo, na hazipaswi kutafuta kunufaika kutokana na machafuko. China inalaani vikali mashambulizi dhidi ya raia, miundombinu ya kiraia na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Pande zote katika mzozo zinapaswa kuheshimu kikamilifu wajibu wao chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu na kutoa ulinzi maalum kwa makundi yaliyo hatarini kama wanawake na watoto. Fu alisema jumuiya ya kimataifa inapaswa kuzihimiza pande zote kutanguliza maslahi ya kitaifa ya Sudan na ustawi wa muda mrefu wa watu wake, kusikiliza wito mkubwa kutoka kanda na jumuiya pana ya kimataifa na kufanikisha kusitishwa kwa mapigano bila kuchelewa. Tunatoa wito wetu upya kwa pande zote katika mzozo kusitisha mara moja mapigano na kuruhusu watu wa Sudan kuwa na Ramadhani ya amani na utulivu. China iko tayari kushirikiana na jumuiya ya kimataifa kuendelea kuchukua jukumu la kujenga katika kusaidia Sudan kufikia uthabiti wa kudumu, maendeleo na ustawi. Sekta ya vipodozi nchini China imefikia hatua muhimu baada ya chapa za ndani kuongoza soko kupitia uwekezaji endelevu katika ubunifu na kuzingatia ufanisi unaomlenga mtumiaji. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa mwezi uliopita na chama cha China cha viwanda vya manukato, ladha na vipodozi, thamani ya mauzo ya vipodozi kupitia njia zote za usambazaji mwaka jana ilivuka dola bilioni 143.6 za Marekani kwa mara ya kwanza. Soko hilo linajumuisha bidhaa za mapambo, utunzaji wa ngozi, manukato, huduma za nywele na bidhaa nyinginezo. Kampuni ya Yatsen Group, mojawapo ya makampuni makubwa ya vipodozi ya ndani, imewekeza takriban dola milioni 100 katika utafiti na maendeleo tangu mwaka 2020. Kampuni hiyo imejenga mkusanyiko wa chapa mbalimbali ili kukidhi mahitaji tofauti ya watumiaji, kuanzia bidhaa za ngozi hadi zile za mapambo. In the past 10 years, the market share of a Chinese company has grown significantly. So you can see that the market share has rising from 43% to 57% last year. Wakati huo mwelekeo wa watumiaji wa China umebadilisha mikakati ya chapa za kimataifa. Watumiaji wengi wanataka bidhaa zenye ushahidi wa kisayansi na ufanisi unaothibitishwa. Kampuni ya Kifaransa Clarins imeanzisha kituo chake pekee cha utafiti nje ya Ufaransa jijini Shanghai, kikibuni bidhaa zinazolingana na rangi za ngozi za Wachina, hali tofauti za hewa na maendeleo ya muundo wa bidhaa. Chinese consumers are very efficacy driven and want to understand the science behind it. So our research covers the whole process, from studying their skincare habits to validating ingredients on China-specific cell models and testing the final product on real consumers. Wanasayansi wa China wamepata mafanikio makubwa katika mawasiliano ya kasi ya juu kwa kuunganisha teknolojia ya optic fiber na mawasiliano ya hali ya juu. Utafiti huo uliochapishwa katika jarida la kisayansi la Nature umeweka rekodi mpya ya dunia ya kasi ya usafirishaji wa data. Simi Wanjala anaarifu zaidi.
Kutokana na ongezeko kubwa la mahitaji ya nguvu za kompyuta katika vituo vya data vya akili mnemba yani AI, pamoja na maendeleo ya mtandao wa 6G, kumekuwa na uhitaji wa mawasiliano yenye kasi kubwa na ucheleweshaji mdogo wa mawimbi. Hata hivyo, tofauti za muundo wa mawimbi na vifaa kati ya mifumo ya nyuzi za macho na ile ya mawasiliano ya bila waya zimekuwa changamoto kubwa katika kufanikisha usafirishaji wa data wa kasi ya juu kwa mfumo mmoja unaounganisha teknolojia hizo mbili. Timu ya watafiti kutoka Peking University, Pengcheng Laboratory, Shanghai Tech University na National Optoelectronics Innovation Center imefanikiwa kuunda mfumo wa mawasiliano uliounganishwa unaoweza kusafirisha data kwa kasi ya gigabati 512 kwa sekunde kupitia nyuzi za macho na gigabati 400 kwa sekunde kupitia mtandao wa bila waya kwa mkondo mmoja wa mawimbi. Kwa mujibu wa mtafiti mwenza wa utafiti huo, Wang Xingjuang, mfumo huu mpya una uwezo wa kufanya kazi katika hali mbili, nyuzi za macho na bila waya, huku ukipunguza upotevu wa ubora wa mawimbi, kuzuia kelele za mawasiliano na kuongeza uwezo wa kupambana na mwingiliano wa mawimbi. Watafiti hawa pia walifanya majaribio ya kuiga matumizi makubwa ya watumiaji wa 6G, wakionyesha kuwa mfumo huo unaweza kuendesha kwa wakati halisi video za ubora wa 8K kupitia njia 86 kwa wakati mmoja. Hii ni zaidi ya mara 10 ya uwezo wa mtandao wa sasa wa 5G. Mbali na uwezo wake mkubwa wa kubeba data, mfumo huu umeonekana kuwa na matumizi bora ya nishati, gharama nafuu na uwezo wa kupanuliwa kwa matumizi makubwa. Muundo wake wa teknolojia ya nyuzi za macho unaruhusu kuunganishwa moja kwa moja na mitandao iliyopo sasa. Wataalamu wanasema uvumbuzi huu unaweza kubadilisha kabisa muundo wa mifumo ya mawasiliano duniani, hususan katika vituo vya 6G na vituo vya data vya bila waya, na kuweka msingi wa enzi mpya ya mawasiliano ya kasi ya juu yaliyounganishwa kati ya nyuzi za macho na mitandao ya simu. Tamasha la mwaka mpya wa jadi wa Kichina limechochea ongezeko kubwa la watalii wanaoingia nchini humo. Ongezeko hili limechangiwa na upanuzi wa sera za kuingia bila visa na kuongezeka kwa hamu ya kimataifa ya kushuhudia na kushiriki katika utamaduni wa jadi wa Kichina. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Majukwaa makubwa ya usafiri nchini humo yameripoti ongezeko kubwa la nafasi za safari kutoka nje, huku wasafiri wengi zaidi wa kimataifa wakichagua kusherehekea sikukuu hiyo moja kwa moja nchini China. Katika wiki mbili zilizopita pekee, nafasi za safari za ndege kutoka Thailand, Jamhuri ya Korea, Malaysia, Vietnam na Singapore zimeongezeka kwa zaidi ya 400% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Mwelekeo huu wa ukuaji unaonekana pia nje ya bara la Asia. Nafasi za safari kutoka Argentina zimeongezeka mara 9, huku nchi kadhaa za Ulaya zikirekodi ongezeko la zaidi ya 200%, jambo linaloonyesha mvuto mpana wa mwaka mpya wa Kichina duniani. I have a friend who studies here in China, and now I'm visiting him because he studies here for 1 year. And then I looked at which time to visit him, and then I saw there's Chinese New Year, so I decided to come at this week. I just chose China for visiting for the New Year. I'm excited. I'm staying here 10 days. I think it's pretty friendly just right now, so I'm very happy. Mwaka wa 2025 China ilipanua sera ya kuingia bila visa kwa nchi 48 na pia makubaliano ya kuondoa visa kwa nchi 29, hatua iliyorahisisha kwa kiasi kikubwa mipango ya safari za ghafla. Abiria wengi waliowasili walivutiwa na urahisi na kasi ya taratibu za kuingia nchini humo. Miji mikubwa kama Shanghai, Beijing na Guangzhou imeorodheshwa miongoni mwa maeneo yanayoongoza kuvutia watalii wa kimataifa wanaotaka kushuhudia hali ya sherehe. Shanghai is a very popular city, and visit the city and see the destination. Visa process is very easy and very comfy with the handy. Katika jiji la Shanghai, zaidi ya matukio 2500 yenye mada maalum yameandaliwa, kuanzia maonesho ya taa za jadi yani lantern, desturi za kitamaduni hadi safari za boti mtoni, yakitoa uzoefu wa kipekee wa sikukuu kwa wageni wa ndani na wa kimataifa. Matumizi ya roboti za kibinadamu za kibiashara unaongezeka kwa kasi nchini China, huku kampuni mpya zikichochea ushindani. Sekta hiyo sasa
inahama kutoka maabara za utafiti kwenda matumizi halisi viwandani, elimu na huduma kwa wateja. Ronald Mutie ana maelezo zaidi. Usambazaji wa roboti za kibinadamu nchini China unaongezeka kwa kasi, huku washiriki wapya wakichochea ushindani na ubunifu, wakati sekta hiyo ikihama kutoka maabara za utafiti na kwenda katika matumizi halisi. Hayo ni kulingana na wadau wa ndani ya tasnia. Kampuni ya Agibot yenye makao yake makuu katika mji wa Shanghai, inayojulikana pia kama Xinyuan Robotics, iliibuka kwa msambazaji mkubwa zaidi wa roboti duniani za kibinadamu mwaka 2025, huku roboti zake zikifanya kazi katika kumbi za burudani, maabara za utafiti, madarasa na katika hatua za awali za matumizi ya viwandani. We are now at a stage where Chinese industries and high-tech sectors are rapidly rising. It's important the world recognizes that this country can produce high-value, high-tech products that are not only innovative, but also affordable, reliable, and safe. You could take one of Agibot's robots directly off the production line and have it walk from Jinji Lake in Suzhou to the Bund in Shanghai, a 106-kilometer journey, without stumbling once. Uuzaji nje wa kimataifa wa roboti za kibinadamu pia uliongezeka hadi takriban vitengo 18,000 mwaka uliopita, ongezeko la 508% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, huku kampuni za China zikiongoza kwa sehemu kubwa ya soko, kulingana na ripoti iliyotolewa hivi karibuni na shirika la data la kimataifa. Mapato ya kimataifa kutoka roboti za kibinadamu yalifikia takriban dola milioni 440 za Kimarekani mwaka uliopita. Roboti za kibinadamu zenye wigo mpana wa matumizi na bei ya juu zaidi ya mauzo zilichangia sehemu kubwa zaidi ya mapato ya soko mwaka uliopita. Wachambuzi wa tasnia hii wanatarajia ongezeko la washiriki wapya kadri mahitaji yanavyoongezeka. We will start to see a lot more robots being adopted in manufacturing and in warehousing. That will help to resolve the human labor crunch within those sectors. And I think in the longer term, we are looking at sort of our robots becoming a lot more mature. They are then now being able to be deployed in sort of a environment where it's only designed for human and where tasks is a lot more delicate, a lot more sophisticated as compared to what they are doing right now. Jumla ya chemchemi 102 ambazo awali zilikauka nchini China sasa zimeanza tena kutiririsha maji kufuatia juhudi za muda mrefu za urejeshaji wa mazingira. Zakia Pong anaeleza zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Jumla ya chemchem 102 ambazo awali zilikauka nchini China zimeanza tena kutiririsha maji kutokana na juhudi endelevu za urejeshaji nchini humo kwa miongo michache iliyopita, na kuvutia sekta za ubunifu za kitamaduni na kuchochea sekta ya utalii katika maeneo husika. Jinan, mji unaojulikana kama mji wa chemchemi ulioko mkoa wa Shandong mashariki mwa China, unajivunia zaidi ya chemchemi 1200 za asili. Kati ya hizo ni chemchemi ya Baotou ambayo inachukuliwa kama alama maarufu sana ya mji huo. Tangu miaka ya 1970, chemchemi ya Baotou imeshuhudia majira magumu kwa mara nyingi, huku moja ya muda mrefu likidumu kwa siku 926. Katika miaka iliyopita, serikali ya huko imejitahidi kulinda chemchemi hiyo kwa kujijazia maji na kuboresha mazingira ya ekolojia katika eneo la usambazaji wa chemchemi hiyo. Maji yanayotoka katika mashimo matatu ya chemchemi hiyo sio tu yanavutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi, lakini pia inachochea uvumbuzi wa sekta ya kitamaduni na ubunifu na kusaidia katika ukuaji wa uchumi wa mji huo na viashiria vya kitamaduni. Katika tawi la chemichemi ya Nanlao iliyoko hekalu ya Jingzi, mkoa wa Shanxi, kaskazini mwa China, maji safi yanatiririka kutoka katika kinywa cha sanamu ya dragon iliyochongwa kwa mawe, yaking'ara katika mwanga wa jua, wakati wageni wakijitahidi kupiga picha mtiririko huo.
hekalu ya Jingzi lililojengwa kama madhabahu kwa ajili ya mfalme wa kwanza wa kikabila wa nchi ya Qing wakati wa mwanzo wa enzi ya Zhou ya Mashariki. Ni makazi ya utajiri mkubwa wa kitamaduni unaorudi nyuma mpaka enzi ya Song. Ufufuaji huo ulianza kuinua ngazi ya maji ya chini ya ardhi na kufuatiwa na chemchem ndogo kujitokeza, na hatimaye chemchemi ya Nanlao ilirejesha utoaji maji wa asili Mei 14 mwaka 2023. Tangu wakati huo, chemchemi hiyo imeshuhudia utulivu wa mtiririko wa maji na kuongezeka kwa kina cha maji kila mwaka, na hatimaye kufikia mita 1.23 juu ya chemchemi hiyo mwaka huu na kutimiza siku 332 za mtiririko endelevu. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. 第5课，你会不会做饭？ Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kwa mujibu wa Pinyin, kisha mfuate mwalimu kuandika. 会 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 做 Niambie, ipi ni sahihi? 第1个， Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 真 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafuta. Tafadhali angalia kwa karibu. Tafuta maandishi sahihi ya Kichina kutokana na Pinyin. Niambie, ipi ni sahihi? 第1个，会
Niambie, ipi ni sahihi? 第二个，吃。 Niambie, ipi ni sahihi? 第三个，好。 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个，做。 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个，真。 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Mtu anayekubali makombo katu hawezi kuelewa fikra za yule anayetaka keki nzima. Mimi ni Khamis Darwesh. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.